Hii mikwamo ya wanafamilia au mikwamo ya mtu huwa ina madai. Kwenye familia zetu kuna aina fulani ya mazuio ambayo hayaonekani kwa macho. Unajua watu wengi wao wanapuzia sana hayo mambo, lakini ukija kuchunguza kwenye maisha yao unayaona kabisa. Yaani unaona kabisa kwamba huyu pamoja na kwamba anabisha kwamba hamna laana au hamna vitu, lakini maisha yake huyu yana tatizo kabisa. Yaani unaliona kabisa kwamba huyu tatizo lake liko hapa, ila kitu kimoja tu, ubishi. Nisikilizeni, sakramenti ya ubatizo ni kweli imeondoa dhambi ya asili, lakini haijaondoa matokeo ya dhambi ya asili. Kuna mtu hajanisikia vizuri. Sakramenti ya kitubio imeondoa dhambi ya asili ya Adamu na Eva, lakini haijaondoa matokeo yake. Ndio maana kile ambacho mwanadamu wa kwanza aliambiwa kwamba utazaa kwa uchungu ni matokeo ya ile dhambi. Leo unaweza kuwa umebatizwa na hujazaa, lakini ukienda leba unazaa kwa uchungu, matokeo ya ile dhambi. Ni hivyo hivyo dhambi yoyote unayotenda kwenye maisha yako, utaenda utaungama, itaondoka, lakini trust me, lazima matokeo ya hiyo dhambi, usipoomba rehema na toba Mungu akusamehe, hayo matokeo ya hiyo dhambi yataonekana tu. Sasa ndicho ambacho huwa tunakutana nacho kwenye maisha yetu. Tunatenda madhambi huko, lakini bila kujua hayo matokeo ya hiyo dhambi yataleta madhara kwetu binafsi, lakini yataleta madhara na kwa wale ambao wanatuzunguka, wale ambao wako kwenye saiko yetu, yataleta madhara.